Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ni Mungu na wewe ni mfalme. Umejaa utukufu na nguvu na mamlaka katika maisha yetu. Bwana, tuwapatie, tumetambua neema yako wakati wowote Bwana inatenda kazi kulingana na vile wewe umedavyo. Sisi hatukuokoka, lakini ulituokoa Bwana, tuwapatie kwa uwezo wako. Ulituokoa Bwana, tuwapatie ndio uweze kutupa nafasi ya kukimbia katika ufalme wako Bwana, tuwapatie pasipo majuto. Ulitupa Bwana, tuwapatie akili njema ndio tuweze mfalme wa ajabu kutambua yote yale Bwana, tuwapatie uliyoyazungumzia kuhusu mkabali msalabani wakati ule ulikuwa unasulubishwa. Na ulisema yote imekwisha, nasi Bwana asubuhi ya leo tunaamini kama vile ulivyonena Bwana, yote yamekwisha. Yote Bwana tuwapatie, hakuna kitu mwenye haki anaweza kustakiwa. Ni kwa sababu wote wamepokea ahadi na haki yako Bwana tuwapatie inatawala ndani ya mioyo yetu. Asante ni kwa sababu ya uponyaji wako Bwana, ule umetuponya mioyo yetu, umeponya maisha yetu Bwana tuwapatie. Na tukuomba kwa sababu Bwana tuwapatie umetupa akili njema ya kufikiria na ya kutazama yale yote Bwana tuwapatie umetufanyia. Sio jambo rahisi na sio jambo Bwana tuwapatie iliyo yani sio jambo Bwana tuwapatie iliyo yani ya kutupinga. Umetufanya jambo Bwana tuwapatie ile Bwana mfalme itafanya maisha yetu mfalme wa ajabu iweze kuwa katika amani na furaha kwa sababu ya utukufu wako. Neno lako Bwana tuwapatie tunalipeana na linapokelewa na watu wako Bwana. Ninaombea mioyo yao Bwana tuwapatie kuwa tayari kabisa, na ndio kila mmoja wetu aweze kupokea sehemu yake, na ndio ile sehemu iweze kuwa msaada wake katika maisha yake mfalme. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu ya kutupa kibali hicho ndio sisi wote tuweze kuandamana pamoja kwa amani katika jina lako Yesu Kristo. Sisi wote tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Tulikuwa tunanena kuhusu maombi kwa njia tofauti. Bwana asifiwe. Amen. Na kuangalia na kuona ya kwamba kuna watu wanaenda kuomba pasipo na desire. Pray without a desire. Yaani mtu hana huo moyo. Wewe uko sawa katika mambo yako. Wewe unaingia katika maombi kwa sababu watu wengine wameingia. Bwana asifiwe. Hakuna matayarisho. Ombi wakati wowote linahitaji mtu ako na moyo. Na mtu anajua nini anatafuta katika maombi. Na mtu anajua ya kwamba mapenzi ya Bwana katika maisha yake ni nini anayetafuta. Maombi ni kitu yani kina uwezo sana na nguvu na mamlaka, na ndio tunaonanga kila wakati Yesu Kristo alikuwa anapanda milimani kila asubuhi ama usiku. Alikuwa anapanda milimani usiku kwenda kuomba, kwa sababu hakuna awezaye kupokea kitu pasipo maombi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maombi ni mlango mkuu sana kwa mtu yule anayejua dhamana yake ndani yake. Siku ya leo nataka tuweze kuangalia pamoja na Sunday tukaongea kuhusu vile tunafaa kuwachunga na kuwalea na kuongoza watoto. Na tukasema ya kwamba si kwa sababu wewe unasikia uko na mwito wa kuamka usiku wa manane sasa unafikiria watu wote wanafaa kuamka ule usiku wa manane. Bwana asifiwe. Maombi ni mwito wa mtu kibinafsi. Haleluya. Maombi ni wewe. Maombi si sisi. Maombi ni wewe. Na wakati utatambua ni wewe, kila mtu atasimama katika nafasi yake. Bwana asifiwe. Na hakuna nafasi, tukijitambua hakuna nafasi itakuwa empty. Kwa sababu huyu atakuwa katika nafasi hii, huyu mwingine ukimaliza kuna mwingine naye nafasi yake ni ile. Hakuna wakati kutakuwa empty. Hakuna mahali tumeandikiwa hii ndio masaa
kutambua ya kwamba maombi ni kitu yenye hauwezi kuambukiza mwenzako ati kwa sababu umemwita. Maombi ni moyo wa mtu. Maombi inatokana na moyo wa mtu. Kuna wakati ninaangalia naona, yani sina hiyo nafasi, sina hiyo kitu, hiyo urge. Unasifiwe. Wakati mwingine unasikia hata haujui useme nini. Unafaa kuelewa na kujua ya kwamba maombi si kitu ya kuangukia na kuanza kuomba. Maombi iko na mpangilio. Bwana asifiwe. Na ndio katika kitabu ya Ephesians 6 inasema ya kwamba tuombe katika maombi yote. Maombi yote haiwezi ombwa na mtu mwenye anatafutililia. Maombi ni kitu inafaa kuwa ndani ya moyo wangu na moyo wako, na hiyo kitu inaletwa na kuamini neno la Bwana. Wakati wote mtu ako na neno la Bwana ndani ya moyo wake, hauwezi kosa maombi ndani yako. Haleluya. Na wakati neno la Bwana ndio litengenezao ombi ndani ya mtu. Na hakuna wakati mtu atatafutilia maombi. Mtu yeyote yule anaamini neno la Bwana. Maombi ya kuwa ndani yako. Na maombi haina masaa. Maombi haikuangi na masaa. Sio ati ni masaa hii na masaa ile. Ndani ya moyo wako maombi inafaa kuwa wakati wowote. Ukifanya kazi unaomba. Ukipika unaomba. Bwana asifiwe. Amen. Ukifanya jambo lolote unaomba. Katika hiyo Ephesians nilikuwa nimesema kwa sababu nimeona mtu anajaribu kuangalia. Iko katika Ephesians 6. Mstari wa 18. Ephesians 6:18 inakuambia, pray always with all prayers and supplication in the spirit. Kwa hivyo sio mtu anaomba. Nini kinakutangulia kuomba? Nini kinakuongoza kuomba? Bwana asifiwe. Ni lazima moyo wako, your spirit, uweze kuwa tayari. Wacha nikwambie mtu wa Mungu. Kwa sababu ya ile mihango tuko nayo. Mihango ni nini? Mashughuli. Shughuli zile ziko na watu. Hata mtu atabuangi wakati wa kuomba. Mambo yale yanazunguka wapi na mateso ya fedha na mateso ya utajiri. Watu wengi hawatambui wakati wa spirit, roho wao ndani yao hana nafasi ya kukupatia mwelekeo. Kile kiko ndani yako ni biashara. Bwana asifiwe. Amen. Biashara, vitu nyingi, mambo mengi inazuilia na inafunga uweze kufika katika nafasi yako. Kwa hivyo inasema, pray always with all prayers and supplication in the spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Kwa sala zote na maombi mukisali kila wakati katika roho, mukikesha kwa jambo hilo la kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Bwana asifiwe. Haleluya. Uko na wakati wa kuombea watakatifu wote? Unakuanga? Watu wanasema hawana. Na direction ya neno na principle ya neno ni tuombe maombi yote. Haleluya. Maombi yote si ya risali moja. Maombi yote ni mioyo yetu ikae ikiomba. Na wakati mwingine unakuwa na nafasi hata na masaa 3 ya kuomba, masaa 4 ya kuomba, usiku mzima wa kuomba. Bwana asifiwe. Haya ni mambo ninaomba tuweze kuingia ndani yake. Nikikwambia tukuingia ndani yake, sikwambii uniombee. Na kuambia hiyo ndio mtindo wa Mkristo. Hiyo ndio mtindo. Hiyo ndio nafasi yako. Hiyo ndio nafsi yako. Bwana asifiwe. Pray with all
Bwana asifiwe. Amen. Kuomba na yaani unakuwa na nafasi nzuri. Saa hii ukiamka unaombeanga nini? Si unaomba tu asante Bwana kwa sababu ya onangainia hapo yakile. Ona ngoma nĩ imenya no ngĩro kwambĩrĩria. Thank you Ngai nĩ tondũ wa kũhe mũthenya wa mũthĩ ndakwenda. Ndagũtĩĩa. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũnyũmba. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha. Nĩ ugaga ciugo njega thaka biũ. No na nginya Saitani akoragwo acugĩte mbere ya ũkĩrĩte. Ona ndũratinda ona. Haleluya. Kwa nini tunarudia maombi moja? Sababu ndani yetu hatuna neno. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu ndani yetu hatuna neno, ndio tunaomba maombi moja. Na kusema ya kwamba Bwana tumekuja mbele yako. Tumekuja mbele yako. Bwana nimekuja mbele yako. Wewe ni mtu alikuwa katika shughuli. Wewe ulikuwa katika shughuli, nikukuja umekuja. Kwa hivyo ukaenda ndani ya Kristo, unakaanga nje. Sasa wakati ule umepata kibali mpaka unamwambia Doka, nimekuja Bwana, nimekuja. Ukifikiria unanena vizuri, hapana. Unajiepusha. Unatoa mat katika maombi yako. Hakuna wakati tunakuja mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Sababu wakati wowote tunakuanga ndani yake. Haleluya. Na yeye ndani yetu kwa hivyo tuomba tukiwa ndani yake, tunamshukuru tukiwa ndani yake na yeye ndani yetu. Tumshukuru. Bwana asifiwe. Amen. Na kushukuru wewe Bwana kwa sababu ya kibali hiki umenipa siku ya leo. Tena kama miaka imepita, hivyo ndivyo hata leo nilivyo ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Ulinipa kibali ya kuwa wakati wowote ninazungumza pamoja nawe, ninatembea pamoja nawe. Chochote kitokacho katika kinywa changu ni chako. Nikitembea natembea kulingana na vile unavyotembea. Nikiongea naongea kulingana na vile unavyoongea. Bwana asifiwe. Nahubiri kama vile unavyohubiri. Ndio nilikana kama unatamashio. Na kulia. Nyaka wekana tolia kama ukimwira. Unamwambianga. Si hata mdomo unamwambia Bwana ninaomba direct my. Wewe ndani yako na yeye ndiye kiongozi wa kukuongoza. Na wakati wowote ukisimama, simama na confidence. Vile nimesimama ni yeye amesimama. Vile nitanena ni yeye atanena. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Vile ninavyohubiri ni kama yeye angesimama hapa angehubiri tu hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Sababu yu ndani yako, yu pamoja nawe. Uko na mamlaka yake. Hauna tofauti na kitu chochote alicho nacho. Mnafanana. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tufanana. Kama vile atakavyoishi milele, hivyo ndivyo nawe utaishi, sababu hakuna wakati utakomanishwa. Wewe na yeye ni mtu mmoja. Ufalme wa mbinguni umekuwa yani, Bwana asante kwa sababu ufalme wa mbinguni ulikuwa si wangu, lakini sasa umefanyika kuwa wangu. Bwana asifiwe. Amen. Uzima wa milele sikuwa nao, lakini sasa umenipa na ukawa wangu. Utakatifu sikuwa nao, lakini sasa utakatifu wote ule ulio ndani yako nimeshakupokea. Ni ufalme wangu, ni utakatifu wangu. Maisha yako ni maisha yangu. Ndani unajipeleka, sio kwenda kulia. Bwana, nasikia moyo wangu ukiwa na huzuni. Sasa unataka kusema hata yako na huzuni? Si ukiwa na huzuni kuonyeshana hata Yesu hapa na huzuni ndani yako. Yesu hawezi kuwa na huzuni.
Bwana asifiwe. Utajiri ulio nao, ule uliutaja, huo utajiri ni nami ni tajiri kama vile wewe ulivyo tajiri. Haleluya. Kwa hivyo maombi si tu kwa sababu unaistukia uombe. Maombi si tu ati kwa sababu wewe ni mwanadamu sasa unafaa kuomba. Hata anakuambia hata usipoomba, amekupa hajakupa, amekupa. Kwa hivyo kazi yako wakati kama huo ni wakati kufanya nini? Kumshukuru. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tumepewa nafasi na kibali ya kuombea wengine. Wale walio, wewe unajiondoa katika ile hali watu wale wengine walio ndani yake. Sababu wewe umemtambua na wewe na yeye ni mmoja. Unasimama katika nafasi ya wote wale hawajamtambua, hawajamjua. Wote wale walio katika magonjwa, wote wale walio katika shida ya ndoa, shida ya kanisa kama hii, vita na mambo mengi. Yaani unasimama katika ule mwanya wa kuombea. Tena unasimama katika mwanya wa watumishi wa Bwana. Wakati wanaponena neno la Bwana, liweze kuwa na impact miongoni mwa washirika. Bwana asifiwe. Unaliombea lile neno. Lile neno linagusa kila moyo wa mtu yule atakuwa mahali pale. Ya siada huo mstari kwa hapo chini. Si Paulo anasema aombe. Acha niangalie kama ni hapo. Inasema, and for me that utterances may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukimaliza kuombea watu wote, si ndio hapo juu? Alafu Paulo akasema hata yeye ate pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Bwana asifiwe. Hiyo ndio tu tunahitaji sisi. Tunahitaji tu mtuombee, tuweze kuhubiri ile siri ya Injili, kile kimefichwa, watu waweze kutambua mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika kitabu ya Proverbs 2 mstari kutoka 1 Tuliona sijui kama uko na Biblia ya Kiingereza unaweza kutusomea. Proverbs 2:1. My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thy ear unto wisdom and apply thy heart to understanding. 3. Yeah, if thou criest after knowledge and lifted up thy voice for understanding. 4. If thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasure. 5. Then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. 6. For the Lord giveth wisdom, out of thy mouth cometh knowledge and understanding. 7. He laid up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk upright. 8. He keepeth the path of the judgment and preserveth the ways of his saints. 9. Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity, every good path. 10. When wisdom entereth into thy heart, the knowledge is pleasant unto thy soul. 11. Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Bwana linatuambia on Sunday, unakumbuka tulisoma katika kitabu ya James. Bwana asifiwe. Ati kama wewe hauna hekima, fanya nini? Omba hekima kwa Bwana. Si ndio tulisoma? From 5 to 8. Yeyote yule hana hekima na aombe nini? Na aombe hekima. Kwa hivyo mambo ya kuomba hekima, hakuna kitu unaitishwa na unaambiwa uombe nani? Umuombe yeye yule apeanaye generously. Bwana asifiwe. Yule anayepeana pasipo. Bwana asifiwe. Yaani
hachagui. Yeye hachagui ni nani anayemuomba. Ni mtu ametoka katika nyumba ya utajiri ama ni mtu ametoka katika nyumba ya umaskini. Hachagui ni mtu amesoma, ni mtu asiposoma. Hachagui ni mtu wa aina gani. Yeye yeyote yule ataomba katika mpangilio wake, katika njia zake, yeye atampa. Bwana asifiwe. Na sio ati atampa, atapokea. Kwa sababu ni kwa imani. Tunafanya nini? Tunapokea kwa imani, kwa kuomba na kuamini. Kwa hivyo kulingana na vile tumesomewa, wacha nirudie na Kiswahili tukiendelea. Biblia inatuambia kwa mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu. Mwanangu, huyu ni Mungu anayonena katika kitabu ya Proverbs. Anaambia nani? Anaambia Christ. Mwanangu, Kristo ndiye mwanae. Haleluya. Anaambia Christ, mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu. Number 2, hata ukatega sikio lako kusikia hekima. Umesikia? Kusikia hekima. Ukauelekeze moyo wako upate kufahamu. Number 3, na ukiita busara na kupasa sauti yako upate kufahamu. Naomba aliye na Kikuyu aweze kusomea 1 to 3. Mũrũ wakwa, akorwo nĩ ũgwĩtĩkĩra ciugo ciakwa na momathani makwa ũmaige mũthiithũ harĩ we tu, ũgĩtuĩke atĩ ũũgĩ ũrĩa wa ma nĩguo ũrĩtegagĩra matũ na werekagĩrie ngoro yaku njĩra ya kwĩgĩra na ũtaũku-rĩ. 3, akorwo nĩ ũgũtuĩka wa kwanĩria ũũgĩ wa kũhota gũkũũrana maũndũ, ũgakĩoyagĩrĩra mũgambo atĩ ũheo ũtaũku. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuliona ya kwamba kuna watu wanaomba ndani yao pasipo na jambo wanaolenga ama wasio na neno ndani yao. Na Bwana anamwambia, kama unaweza kaa ukinisikiliza, ukubali niweze kukuongoza, ukubali niweze kukunenea, ukubali niweze kuwa nuru yako, utakuwa na hekima. Na ombi lolote utakaloliomba, ama utakuwa na knowledge, utakuwa na wisdom, understand everything. Na wakati wowote utakapoomba, mimi sikio langu nitakutegea. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ni roho. Ni kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu anaelewa na anajua ya kwamba pasipo kutoa kwake, yale mengine yote tutakapoyaomba ya bure. Pasipo kutoa kwake, pasipo kupokea kutoka kwake, yale mengine yote tutakaposimama na tuweze kuomba, yale mengine yote atakayotuongoza itakuwa kazi ya bure. Na wakati mwingi tuomba mwongozo wa Mungu ama tuomba mambo yale yaliyo ndani ya mioyo yetu. Ndani yetu. Bwana asifiwe. Na ndio kuna vita kali sana ndani ya makanisa. Kuna vita miongoni mwa washirika na watumishi wa Bwana. Kuna vita makanisani. Kila mtu anatoka hii kanisa anaruka ile ingine, kwa sababu anaona kama ndio iko na maombi yale inajibiwa haraka. Na kuambia mtu wa Mungu, ukiona mtu anajibiwa maombi yake haraka, na ile ombi liwe ni ombi la kudumu, yule mtu ameomba kulingana na mpango wa Mungu, na yule mtu ameomba katika imani. Haleluya. Sio ati anajibiwa tu bure. Hapana, amejibiwa kwa
wakati alipokuwa anaomba. Na ile imani ndio ilifanya lile ombi liweze kujibiwa. Bwana asifiwe. Na ndio ile imani imefanya aweze kupokea. Imani ile iliyo ndani yake wakati aliomba, aliamini, na baada ya kuamini akareceive. Sasa wengi wamepeleka mioyo yao empty heart. Mtu asio na matarajio, mtu hata hatarajii atapokea lini. Yeye anangoja aweze kupewa na hajui ya kwamba ameshapewa. Haleluya. Kwa hivyo hata wakati tunaenda kuomba kile tunachokihitaji, tunaenda kushukuru kwa mtu yeyote aliye na hekima ya Bwana, kwa mtu yeyote aliye na anayetambua njia za Mungu, anaelewa ya kwamba mimi si kuomba ninaomba, ni kushukuru ninashukuru, kwa sababu yote yako mkononi mwangu. Bwana asifiwe. Yote niko nayo, sababu kama ako ndani yangu na mimi niko ndani yake. Kuna vitu ameweka nje ama ameingia nazo ndani yangu. Akiwa nazo ndani yangu, si hata mimi nimezipokea. Bwana asifiwe. Kama ako na hekima, mimi niko na hekima kamili kama vile aliyo nayo. Kama ni tajiri, ni mimi niko na utajiri kamili kama vile alivyo nao. Kama ni maombi, vile alivyo na maombi ndani yake, hivyo ndivyo niko nayo. Kwa nini? Sababu yeye ndiye anasababisha niweze kuwa namna hii. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo wakati mmoja ule tunaoomba, tuweze kujua ya kwamba hatufai kuomba kwenda kuomba ama kwenda kwake tukiwa tunajua ya kwamba tumeenda kuitisha kitu mpya. Hakuna kitu mpya utapokea kwake. Kila kitu unacho. Na kama amekaa miaka 1,100 ulimwenguni na ulimpokea siku ile ulimpokea, hiyo mali aliyonayo imekaa ndani yako miaka 1,100. Kwa hivyo ulipewa kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa. Uliwekwa kitambo. Ulipokea kitambo. Lakini jicho lako la rohoni halijavumbuka ndio uweze kutambua hayo. Moyo wako haujavumbuka ndio uweze kutambua mambo hayo yote. Umepewa. Na ndio unaona watu wengi wanazunguka huku na kule wakienda kutafuta. Wafikiria ombi ya pale ndio liko na uwezo. Wakifikiria mafundisho ya pale ndio liko na uwezo. Hapana, mahali ulipo utapokea kile unahitaji. Tuko pamoja? Bora umefundishwa, umeelekezwa katika njia ya imani, na ile imani yatenda kazi ndani yako. Na ile imani inazaliwa na nini? Inazaliwa na neno. Sio tu kuambiwa obeni, ni kuongozwa katika neno, nayo neno linatenda kazi ndani yako katika imani iliyo ndani yako. Hakuna mtu anabarikiwa kwa sababu anapendwa na watumishi. Hakuna mtu anabarikiwa kwa sababu anatoa pesa nyingi kanisani. Hakuna mtu anabarikiwa ati kwa sababu anakuja mapema anaombea wale wengine. Bwana asifiwe. Ni kwa imani haya yote yafanyika. Hata kuombea mwenzako ni kwa imani. Sababu pasipo imani hauwezi omba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mambo yote katika maisha yetu yafanyika kwa sababu tunaamini ya kwamba haya yote tunayoyanena tumeshapewa. Na wale wangojeao wanaamini watapewa. Wale hawajaingia ndani ya Kristo waomba ndio wapewe. Wale tuko ndani ya Kristo tumeshapokea. Haleluya. Amen. Neno linasema, hiyo mstari wa 3 inasema ya kwamba if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. Na ukiita busara na kupasa sauti yako upate ufahamu. Bwana asifiwe. Namba 4 inasema na Kiswahili, ukiutafuta kama fedha, ambia mwenzako, nini unatafutaga sana? Muulize, nini unatafutaga sana?
Nini kinafanyanga uweze kuwa na hauna amani? Neke gituma gokoro tani na thayo. Nini kinafanyanga uweze kuwa hauna amani? Haleluya. Nini kinafanyanga uweze kuamka usiku ndio uende ukafanye? Nini kinafanyanga wewe na mwenzako mkosane? Bwana asifiwe. Amen. Money. Kama vile utafutao fedha. Haleluya. Amen. Ukitafuta understanding, wisdom, knowledge namna hiyo, sijui utakuwa mtu wa aina gani. Hebu soma kwa mstari wa Kikuyu. Naona utasoma tena na Kiingereza. Akorwo ningĩ nĩ ũgũtuĩka wa kũũcaragĩrĩria o ta ũrĩa betha ĩcaragio, na ũtuĩragie na kĩo ta ũrĩa gũtuĩragio managĩ marĩa mahitharu. Haleluya. Amen. Vitu vile vimefichwa sirini. Fedha imefichwa sirini. Dhahabu imefichwa sirini. Bwana asifiwe. Amen. Upendo umefichwa sirini. Amani imefichwa sirini. Wokovu umefichwa sirini. Kwa hivyo ndio uweze kukamilika katika mambo hayo yote, lazima uitafute kama vile utafutao fedha. Soma kwa Kiingereza. If thou seekest her as silver and searchest for hidden treasures. Bwana asifiwe. Ukiutafuta kama fedha. Kwa nini watu hawakuji kwa kanisa wakati mwingine? Kwa sababu wengine wanaenda kudai madeni. Wengine wanaenda kuchukua vitu za mtu alikuwa na deni yake, na sasa ni wakati wa kutaha. Sasa walimpaga na sadi. Kwa nini hatukujaji fellowships? Sababu hiyo ni siku ya kutafuta fedha. Tuko pamoja watu wa Mungu? Nini utafutao kwa uwezo na kwa nguvu yote? Nini? Fedha, dhahabu, utajiri. Mungu akajua hakuna kitu kingine kinafunga mawazo ya watu kama fedha. Mungu akoragwo muno andiko agatigana na onoki ugatuika ugekatia unakuwa majimaji. Wokovu, yani ile imani iliyokuwa ndani yake inashuka mara moja. Kwa sababu ya nini? Ya kutafuta fedha. Sasa utaambiwa, ukitafuta Christ, ukitafuta Mungu kama vile utafutao fedha, silver. If thou seekest her as silver. Ukimtafuta yeye kama vile utafutao fedha, and searchest for her as for hid treasure. Kitu kimefichwa. Kumtafuta kule kuna usu nini? Maombi. Pasipo maombi hauwezi tabua mambo mengi. Tena pasipo neno hauwezi tabua mambo mengi. Na ndiye anakuambia ukimtafuta kama vile utafutao fedha, na vyote vile vimefichwa katika siri. Ndio ya kila wedha. Ndio kila yetu wanaita Beatrice. Si unajua tu, Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ukizitafuta, ukimtafuta yeye, ukitafuta ukiomba kama vile, Bwana asifiwe. Mwanamke anaomba wakati anaenda kuzaa asikife. Mtumio na angekulia yake enda hiyo letake yani. Yes yani. Tu akoragwo kitisi yothe makoma nyitaine na mwathani.
Karibu karakera kwa udogo liye mwathani Jesu. Nyondo wa ihude ukoiga demo gedi ni nyondo wa ihu. Ndega tumutuike mugeni na wasiara ona kanitha ndugani. Ukamba kuyuhirio mieri 3 tondu nĩwatuĩka kĩo. Ona kwendo oyaga tondu maitho maku hĩndĩ ciothe makoragwo kanda-inĩ. Na wakati wowote mnakangalia uone kama kanapumua vizuri. Na uchungaji maisha yako ndani yako kama Mungu anapumua vizuri ndani yako. Kwa sababu yeye ndiye anaweza weka yule mtoto. Bwana asifiwe. Yeye ndiye anaweza kutunza ndio uweze kutunza huyo mtoto Grace. Yeye ndiye anaweza kukutusa. Bali wewe kazi yako ni kutazama katoi. Ninaongea mambo isiyo ama mambo iko. Hata mimi nilikuwa hivyo. Bwana asifiwe. Kurwa hata gwetha mwathani kiugo kia Ngai, gwetha Jesu, gwetha Ngai kuria wetha na mbeca ndio yongere. Sijui wewe unaweza kuwa nani. Lakini wakati tuko kanisani sana ndio tunamfikiri, na huko tu tukimfikiria tunachanganyikiwa na vitu zingine. Sinaongea ndani yetu. Sinaongea mpaka sinaficha lile neno. Sinazuilia ombi ndani yako, ndani ya moyo. Unajua ombi si kitu ya kupanga. Ombi linajitunga. Ombi linajiweka. Ombi hata wakati unaenda, hata ukienda kwa barabara, hata wakati unafanya mambo, wakati unasema sasa mimi nataka kuomba. Wewe saa nyingine umepata kibali kizuri ama nafasi nzuri ya kuomba ukiwa sasa hakuna kitu unafanya. Sasa ni wakati wangu wa kupiga magoti niombe. Ni wakati wangu wa kusimama niombe. Ni wakati wangu wa kufanya hivi niombe. Yaani wacha nikwambie, maombi inajitoa sababu imeshapangika ndani ya moyo wako. Maombi si yako. Maombi ni ya neno. Lile limejipanga ndani yako. Na wakati unaomba, inafungua milango mingi. Inaenda hata unashindwa kuingine hata ulienda saa ngapi. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Hata ujui yaani hata uelewi. Maombi yajua kujitafutia njia yake. Wacha kutafutia maombi njia. Wewe hujui maombi inafaa ipitie wapi. Mwambie mwenzako hujui maombi inafaa ipitie wapi. Wewe yako inaendaga Bwana. Unakuta mpaka unavuja watu miguu. Unakuta umetoka kwa fedha. Hakuna mahali Mungu anafanya kazi. Umetoka kwa fedha. Umeingia kwa Bwana, umeingia kwa watoto, atewewe siretia ile ureka wega muno. Tetondo ni urahoya family yako. Haleluya, sisemi ni vibaya, ni vyema sana kuombea familia na hata kuombea biashara ile unafanya. Lakini kuna mpangilio wa maombi. Kupatana na kuandamana na imani iliyo ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Tuko yetu. Tukiingira garini ukoingira uhana tara ingira na kinyume okera mwathani baba ndakuhoya garini ino unginyera nayo kwa ngozi ya wagakwe ulikuwa unaenda ukakufe na kwani unamuomba akupeleke na amani, kwani alikuwa wapi? Ulitoka kwa nyumba ukiwa haujielewi. Bwana asifiwe. Ate Bwana tukilala tunashukuru kwa sababu utalala pamoja nasi. Kayadiana. Atirire ndio ambaye afanya watu pige. Oe kana wale kuoya. Na no aigo kurora. Wacha kujifanya ya kwamba maombi yako unaomba ndio inakutunza. Sio hiyo. Yako haiwezi fanya kitu, lakini ni lazima uombe kwa sababu Biblia imesema. Bwana asifiwe. Amen. Number 5 inatuambia kwamba then short thou understand Kiswahili. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana. Kwa hivyo huwezi mcha Bwana
kama hautakuwa na moyo wa kumtafuta kama vile utafutao kile unachokipenda. Kile unaokipenda. Na vitu mbili ninajua zinavuja milima. Wakati kijana na msichana wako katika nini? Harusi. Katika uhusiano. Wakati ule imefika katika wakati wa kunoga. Ati kutoka saa 8 mpaka asubuhi ufikiriani kitu kingine. Hicho ndivyo watu wengi wanafikirianga fedha. Bwana asifiwe. Amen. Na neno linakwambia kwamba, hebu soma kwa Kikuyu namba 5. Weka ũguo rĩ, nĩrĩo ũrĩtaũkagĩrwo nĩ ũrĩa gwĩtigĩra Jehova gũtariĩ, ũgĩkinyĩrĩre kũmenya Ngai. Haleluya. Amen. Unaona kuna baria kubwa sana ya mtu kuingia katika neno la Bwana, katika maombi na katika neno la Bwana pasipo kutambua njia za kuingia. Bwana asifiwe. Amen. Kuna njia. Sio kwamba kwa sababu wote unasemanga mimi niko na Mungu, unafikiria uko na Mungu. Sio kwa sababu unasema mimi nimesamehewa dhambi, unafikiria umesamehewa dhambi. Kama utafuti kama vile utafutao kile unachokipenda. Kama ujipeani katika nafasi yote ndio yekane kiugo. Ati mwana tamu yaweza na pesa kana kitu kile kingi gyote kia dhamana kiibeto. Kaina mjesu ni mohide. Kristo amefichwa. Neno la Bwana limefichwa. Na ndio uweze kufafanukiwa nalo, ni lazima uweze kuwa katika nafasi ya kutamani. Na ndio ninakwambia, watu wengine wanaendaga kuomba bila kujua ni nini wanaombea. Lakini hapa kulingana na neno, ni lazima uweze kuelewa na kujua ya kwamba namtafuta kwa nini. Kwa nini ninaomba? Kwa nini ninalisoma neno? Kwa nini anafaa kuwa pamoja nami? Kwa nini nilikia kwa nini ndani yake? Ni faida gani ninatoa? Gani ninafanya uweze kumshukuru hata wakati hautapokea? Bwana asifiwe. Haleluya. Sio kuomba tu. Na ndio uweze kutambua na kujua ya kwamba ni watu wangapi wako na baraka kutoka kwa Mungu. Ni watu wangapi wamebarikiwa kutokana na Mungu, na wako kanisani, makanisa makubwa, makanisa madogo kama hili yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Na Mungu hajali kama nyinyi ni wengi ama ni kidogo, anatazama moyo ule unaoenda mbele zake. Haleluya. Moyo ule unaoomba, huo ndio anatazama. Huo ndiye anafuatilisha mapenzi yake. Huo moyo ndio anafuatilisha mapenzi yake. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. So ni watu wengi sana hawajamjua Bwana na hawajamtambua Bwana. Watu waige pio todo magia na kanisa toni watu walio wanaenda kanisa kwa sababu walizaliwa katika hiyo ministry. Wengine ni kwa sababu wameolewa na wakaoa, wakakuta hao watu wakienda katika hiyo. Wengine ni mazoea kutoka kuzaliwa. Sasa mimi ni wa independent, mimi ni wa Well of God ministry, mimi ni wa Catholic, mimi ni wa full gospel, mimi ni wa PCA. Mambo kama hayo. Lakini yeye yule aliye katika true gospel hafuati mtindo. Yeye akaa chini, amsikiliza, amfuatilia, aomba kulingana na mpangilio. Hata kama hata ministry anaenda, yu na Mungu ndani yake.
hii ni yangu. Yeye amepokea, yeye ndani ya moyo wake amempokea. Bwana asifiwe. Amen. Yuna Mungu, ile kitu inafaa uwe na ministry ni kwa sababu ya wakati wowote kufundishwa. Mnakutana pamoja, mnaamini pamoja kama vile tuko siku ya leo. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo wakati wote unaona mtu anasema mimi niliamua kukaa kwa nyumba, usijaribu kufikiria jambo hilo. Huyo mtu hana fellowship. Huyo mtu hana mtu wa kumnenea. Yeye ni kiongozi katika maisha yake, kwa sababu Mungu anasema ya kwamba katika maandiko, mahali wawili watatu walipo ni kwa ajili yake. Hapo ndipo anamwaga baraka. Haleluya. Baraka ni nini? Baraka si fedha, baraka si dhahabu, baraka ni neno lake. Baraka ni neno lake wakati anapolinena. Bwana asifiwe. Baraka ni wokovu ule anaopeana mahali pale. Anaokoa watu kutokana na hali nyingi, mambo mengi na vita nyingi. Unaokolewa namna gani? Kwa sababu wakati neno linapoingia ndani yako, linapigana na hali zote zile zilizokao katika maisha yako. Na sio hata inaenda kupigana na your friend. Inafanya mawazo yako iweze kufikiriwa na amani na kufikiria vyema. Bwana asifiwe. Amen. Wokovu si wetu. Watu wengi wanafikiria wokovu ni wao. Wokovu si wetu. Wokovu ni wake. Na kwa nini tumeokoka? Sio sisi tumeokoka, ametuokoa. Kwa nini? Kwa sababu ya yeye. Ndio kanwa hiyo. Tutionokete ni undu witu, tuonokete ni undu wake. Na nikiatuhonokirie we ni undu wake. Mwathani arogoce. Amen. Haleluya. Na kuna watu wameokoka ni kwa ajili yao. Lakini walio ndani ya Kristo wameokolewa ni kwa ajili ya Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio ninaitwa wake. Mimi ni wa Kristo kwa sababu aliniokoa. Watoto wasio wangu hawawezi kuitwa wangu. Hata katika this ministry, walio wa hapa ndio watoto wetu. Bwana asifiwe. Amen. Wasio wa hapa ni wa dini nyingine. Sisi hatuwatambui. Tuko pamoja watu wa Mungu. Wale wote tunaoamini pamoja, hao ndio wa hii ministry. Na hao ndio tunajua sisi ni wa Kristo pamoja. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio kiota kile kiugaga kana gaka ni gakwa. Gaka ni gakwa. Wena twaku. Wenaku. Ndungĩthiũrĩte mami andũ othe mami. Hauwezi enda ukiita watu wote mami. Una mama yako yule amekuzaa, uko na baba yako yule amekuzaa. Haleluya. Hapo ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kwa hivyo Mungu ajulikanagi hivyo tu tunafikiria. Ako na mpangilio. Naona time yangu imekwisha. Ndio mtumishi wa Bwana aweze kusimama. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo watu wa Mungu, katika maisha yako ujue ya kwamba kuomba si kuomba tu. Kulisoma neno si kulisoma tu, kwa sababu kama ni kulisoma tu, kila mtu angekuwa perfect. Ukweli ama si ukweli? Najua umeizunguka Biblia. Lakini hata kama umezunguka na moyo wako, sio moyo wa Mungu. Sasa ndio tunazunguka Biblia katika moyo wa Mungu. Ndio tuweze kutambua Biblia vyema kama vile alimnenea mwanae. Akae chini, amsikilize, akubali amuongoze, akubali kumfuata, akubali aweke hekima ndani yake. Bwana asifiwe. Tulisoma pasipo hekima. Tulisoma pasipo ujuzi wowote wa kifalme. Tulisoma pasipo ufalme. Tukaishika neno pasipo ufalme wa Mungu.
tukafikiria sisi ni wa ufalme, lakini tulidanganyika, sababu yule aliyekuwa ndani yetu ni baba wa uongo na ndiye mwovu Shetani, lakini alituongoza katika tu neno ndio tufikirie tumefika kwa Mungu, ndio aweze kutupepeta kama ngano, tukifikiria tu tuko kanisani. Bwana asifiwe. Tukifikiria tu tuko ndani yake, kumbe alikuwa na nafasi, alikuwa anataka atupepete mpaka mwisho, tujikute katika jehanamu ya milele. Lakini kwa huruma za baba yetu tukasoma neno kama hili, tukajua ya kwamba sio kwenda kanisani tu, sio kuomba tu, sio kusoma Biblia tu, sio kujitolea tu. Kila kitu kiko na njia yake, na ile njia ni lazima itokane na mpangilio wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sio kwa sababu tunajua kuomba. Tuko pamoja. Haleluya. Amen. Mwadhani ya roho osho. Amen. Kwa hivyo tutakuja kuendelea tuweze kuona vyema vile mwongozo ulivyo, na wakati mtu amekosa kuongozwa ni mambo gani na gani tunakutana nayo katika maisha yetu. Wakati tumekosa kuongozwa, nini kinainuka ndani yetu? Nini kinapigana na sisi? Nini kinatutoa katika mapenzi ya Mungu? Hayo yote tutaweza kuyaangalia ndio tuweze kujua mpangilio wa Mungu. Wakati unaona kuna mambo inaiba masaa ya Mungu wako, ujue ya kwamba yale yote yaibao masaa ya Mungu sio, haijatokana na Mungu, yatokana na wewe. Bwana asifiwe. Ama madanganyo ya ulimwengu imeingia na imeiba kile kinachohitajishwa na Mungu. Tusimame sisi wote. Na neno la Bwana tumeona ya kwamba sisi tuko na kibali kikuu sana ndani yake. Ametupatia mambo yote iweze kututawalia, kwa sababu wakati tumempokea vyote ndani yetu kutoka kwake. Ametupatia nafasi ya kuwa wakati wowote tunapoomba kwake, tunakubalika na chochote tunapoomba ametupa. Kwa hivyo tushukuru kama watu hawaelewi, yani kama watu wako na vyote. Tushukuru kama watu wamepewa, kwa sababu hata tukipigana vita namna gani, saa hii nafasi yako ya kuona kile umemuomba ikiwa haijafika, utakuwa tu katika nafasi ya kujuta. Lakini ukiamini na uweze kuelewa ya kwamba nimepokea vyote, niko na vyote, ni nafasi yako ya kumshukuru Bwana na kumuinua yeye, kwa sababu mapenzi yake imeshatimia ndani ya moyo wako, na vyote unavyovihitaji umezipokea. Wewe ndiye uko katika nafasi hiyo ya kushukuru Bwana katika haki na katika neema yake ile aliyopeana. Hebu mshukuru Bwana kwa wakati huu. Haleluya. Bwana wetu mfalme, tunakuinua na tunakutukuza wewe Bwana, tuwatie umejaa ukamilifu, umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ndio pendo letu Bwana, tuwatie wewe Bwana mfalme, umejaa uwezo wote mfalme. Kwa uwezo wako Bwana tuwatie, tumepokea kibali kikuu kuitwa mwana wako Bwana, tuwatie na vyote vilivyo ndani yako Bwana tumesipokea, kwa sababu wewe Bwana tuwatie umetutangulia kwa yote na kwa vyote. Asante Mungu wetu na Baba wetu, ni kwa sababu wewe ndiye uliona tunafaa uweze kutuinua na kutubariki na kuituita wana wa Mungu kwa sababu ya kazi uliyoifanya katika msalaba. We reverse Taliboria Demasity, intermittently die for the data, reverse die for the Horaba Busharaba Kutiri Bari Teli Daifana, Otarimasi Teli Daifia Desire. Asante Mungu wetu na Baba wetu, kwa sababu ya uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote Bwana Jehovah umepeana katika maisha. Wacha tuombe. Bwana, wewe ni Mungu na wewe ni mfalme. Umefanya yote Bwana Jehovah katika maisha yetu. Umetufungua Bwana Jehovah katika ujinga na upumbavu uliokuwa ndani ya mawazo yetu. Umefanya mioyo yetu iweze kukutambua vyema na kuelewa mapenzi yako katika maisha yetu vile ilivyo. Pokea sifa, ni kwa sababu katika msalaba Bwana sisi hatungejua Bwana Jehovah kwa nini ulisulubishwa. Lakini sasa hivi Bwana tutambua vyema na tuelewa mapenzi yako Bwana ya kusulubishwa
kutumbiswa na ndio tuweze kupokea ahadi ile ilikuwa imepeanwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Pokea sifa Bwana wetu. Kanisa lako linafurahia kutambua na kujua na kuelewa mapenzi yako na kujua ya kwamba wewe ndiye Mungu wao, wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye ufanyaye kazi ndani yetu, wewe ndiye Bwana Jehova Jireh utufunguaye katika mateso yote na nguvu zote na mamlaka yote ya gizani. Na ndio Bwana tuweze kupokea Bwana neema ile Bwana ilikuwa imefichwa katika maficho yale mwanadamu na macho yake kidogo hangeweza kuyatambua, lakini wakati ule tulioamini kazi yako katika maisha yetu, katika msalaba wako Bwana Jehova Jireh, macho yetu ya rohoni ilifunguka na hata sikio letu Bwana tukaweza Bwana kulitega kwako mtakatifu, ndio tuweze kutambua yale yote yaliyo katika maficho kwa utukufu na kwa neema yako. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukienda Bwana kusikia mausia yale umeweka ndani ya mtumishi wako, tunakushukuru Bwana, na hata waimbaji wakienda kutuongoza twaimba wimbo wa utukufu na maneema, ni kwa sababu ya kuongozwa nawe katika neema yako, na ni katika jina lako Yesu Kristo. Baraka yako Bwana mahali hapa, kila mmoja wetu ameipokea, kila mmoja wetu ameinuliwa, kila mmoja wetu ameponywa, kila mmoja wetu Bwana Jehova Jireh amebarikiwa na baraka zote za rohoni Bwana wetu na mfalme wetu. Hakuna kutaabika sana tena, ni kwa sababu mioyo yetu imeshibishwa na kile Bwana Jehova Jireh kilikuwa kinachohitajika na kile tulikuwa tunapokitafuta, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini.